Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Yes, karibu sana kwenye session yetu hii. Moja kwa moja leo kuna vitu hapa ninataka nikufundishe cha muhimu. Endelea kuwa kwenye channel hii yangu na hapa utajifunza mambo mengi sana. Hatua 10 kabla hujapotea kazini. Jiandae mapema. Sawa? Ndugu yangu, kama bado una kazi, hiyo ni neema kubwa. Lakini neema hiyo ni ya muda tu. Kama hautaijengea msingi wa usalama, leo nakupa sasa hatua 10 ambazo unaweza kuzichukua sasa hivi kabla hujafukuzwa kazini. Hatua ya kwanza, inatakiwa kwanza utambue kwamba kazi yako siyo ya kudumu. Sawa? Kuna watu wengi ambao wanaishi kama vile kazi walionayo ni ya milele. Lakini ukweli ni kwamba kazi yoyote inaweza kuisha kesho bila taarifa. Mfano sasa, wafanyakazi wa kampuni kubwa ya ndege walipoteza kazi ghafla wakati wa COVID-19. Walikuwa na uzoefu, uaminifu, lakini haikuwasaidia chochote. Sasa inatakiwa uchukue hatua ya kwanza ya kukubali ukweli. Hii itakufanya uanze kuwaza nje ya kazi yako ya sasa. Hatua ya pili sasa, inatakiwa uanze kujijengea akiba ya dharura. Yaani hapa ninamaanisha hivi, watu wengi wanaishi kwa mshahara hadi mshahara. Hakuna akiba. Ukifukuzwa leo, maisha yanasimama tu. Akiba ya dharura inapaswa kuwa ya miezi 3 hadi 6 ya matumizi yako yote. Sasa inatakiwa kutenga kiasi kila mwezi, hata kama ni shilingi 10,000 au shilingi 20,000. Lengo ni kuwa na kinga, sio kuishi kwa hofu. Hatua sasa ya 3, inatakiwa ujifunze. Yaani uwe na maarifa, skills. Na katika dunia ya sasa, elimu ya chuo haitatosha tu. Unahitaji ustadi wa ziada zinazotafutwa sana kwenye soko. Mfano wa stadi muhimu sasa, kuna digital marketing. Sawa? Kuna uandishi wa maudhui, yani utengenezaji wa maudhui, hawa watu wanaoposti kwenye YouTube. Halafu kuna graphics designer, wapo watu wanaopiga picha wanaziedit kisha wanapata hela. Kuna video editing, watu wanatengeneza video wanapata hela. Ujuzi wa kuuza, yani sales. Alafu kuna kuwekeza kwenye crypto au soko la hisa. Sasa hii hapa, kama wewe unafanya kazi sehemu yote, yuko mwingine labda ameajiriwa kwenye saluni, mwingine ufanya kazi sehemu yoyote, tumia muda wa jioni au weekend kujifunza kupitia YouTube au kozi fupi mtandaoni. Utaanza kujenga msingi wa kipato huru nje ya ajira yako. Sawa? Hatua ya 4 sasa, inatakiwa ujenge brand yako binafsi. Sawa? Watu wengi wamezoea kutambulika kwa majina ya kazi zao. Mfano, kuna mwalimu anatambulika kwa kazi yake, kuna daktari anatibu, kuna manager. Lakini je, ukiondolewa cheo hicho sasa, wewe ni nani? Hilo ni swali ambalo inatakiwa ujiulize. Wewe ni nani? Ni kweli wanakuita mwalimu, dokta, sawa, manager. Siku ukiondolewa hicho cheo, wewe ni nani? Who are you? Natakiwa ujiulize. Anza kuandika mtandaoni, fanya video au toa maoni kwenye mada unayoijua. Watu wakianza kukutambua, unajenga heshima na kuaminika. Sawa? Hata baada ya kazi yako kuisha, brand yako ni silaha yako ya baadaye. Hii itakubeba. Na hatua ya 5 sasa, inatakiwa anza biashara ya muda wa ziada. Huwezi kuwa huru kifedha kwa kutegemea chanzo kimoja cha kipato. Mfano, walimu wanategemea mishahara, madokta wanategemea chanzo kimoja tu. Jifunze kuanzisha biashara ndogo, sawa, ukiwa bado uko kazini. Kuna uuzaji wa bidhaa ndogo ndogo mtandaoni. Kuna kutoa huduma zako kwa freelancer. Yaani freelancer hii hapa, yenyewe ukiwa na ujuzi, unatumia kuuza ujuzi wako kwa watu. Yaani unaweza kuwa na wewe ni video editing, unajua kuedit video. Kwa hiyo unaweza kuuza ujuzi wako, watu wakanunua. Kuna kujiunga na biashara ya mtandaoni, yani
Network marketing, unatafuta watu. Ukiwatafuta watu sasa, ukiwaunga pale, maana yake wewe unapata commission. Kuna kuuza elimu yako sasa au mafunzo yako kwa njia ya mtandao. Hii hapa, mfano wewe unaweza kuwa umesomea masuala ya garage na ukafungua chaneli yako ya YouTube ukawa unaelekeza watu jinsi ya kutengeneza gari, brake sijui imeharibika inatakiwa utengeneze hivi. Kumbuka, biashara hufundisha nidhamu, uvumilivu na maarifa ya fedha kabla hata haijakulipa pesa. Hatua ya 6 sasa, ungana na mitandao ya watu wenye mawazo chanya. Unaweza kufika mbali zaidi kama uko kwenye kundi sahihi. Jiunge na makundi ya WhatsApp, kuna Telegram au Facebook yenye watu wanaojifunza biashara, uwekezaji au maendeleo ya binafsi. Kwenye mtandao huu sasa utapata motisha, mawazo mapya, ushauri wa watu waliokutangulia, wenzako wa kujifunza nao. Mafanikio sio safari ya peke yako. Sawa? Nadhani umenielewa. Lakini tukienda hatua ya 7 sasa, weka malengo yenye tarehe. Mtu asiye na malengo anakaribisha hatima ya kushindwa. Andika malengo yafuatayo. Mfano, nitakuwa na akiba ya shilingi 10,000 ifikapo mwezi fulani. Naweza nikasema hivi, nitakuwa na akiba ya kiasi XXX ifikapo mwezi XXX. Kwa hiyo hapo na wewe unaweza ukawa unaandika kwenye karatasi, na nitakuwa nimejifunza study fulani ndani ya miezi 3, labda 4. Unakuwa na malengo. Nitaanza biashara ndogo ifikapo tarehe ngapi, mwezi wa ngapi. Yani unaweza kwa kusema mimi mwezi wa 5 bwana, tarehe 2 lazima nitaanzisha biashara. Nitakuwa nimejiunga na network marketing ifikapo mwezi ujao. Yani unajiwekea malengo. Malengo yenye tarehe yanakupa msukumo wa kila siku. Hatua ya 8 sasa, hii tunaweza tukasema kwamba kataa gharama zisizo za lazima. Kabla hujaongeza kipato, anza kwa kupunguza matumizi. Yani nasemea hivi, badili baadhi ya matumizi kama kula nje kila siku, kununua nguo au gadgets zisizo za lazima, kulipia vitu visivyoongeza thamani, kutosimamia voucher au umeme na maji. Hela unayokuwa leo inaweza kuwa mtaji wako kesho. Na hatua ya 9 sasa, anza kujifunza kuhusu network marketing. Sawa? Watu wengi wanahofia biashara ya mtandao kwa sababu hawaielewi. Jifunze kwa kina, ni makampuni gani ya kweli yapo? Mfumo wa kipato ukoje? Mafanikio ya watu waliotoka mbali ni yapi? Ni bidhaa gani zinauzwa? Unapataje mafunzo? Elimu ni kinga dhidi ya hofu na kupoteza fursa. Hatua ya 10 sasa, jiandae kihisia na kiroho. Sawa? Kuweka akiba ni muhimu. Kujifunza ni muhimu, lakini nguvu ya ndani ndiyo msingi wa yote. Jenga tabia hizi sasa. Tafakari kila siku. Sawa? Soma vitabu vya kuinua moyo. Zunguka na watu wanaokutia moyo. Samehe waliokukosea. Jiamini hata kama dunia haikuamini bado. Mwili unaweza kuwa tayari, akili inaweza kuwa na maarifa, lakini moyo ukiwa dhaifu huwezi kupambana. Sawa? Hitimisho sasa. Ndugu yangu, hakuna mtu anayejua kesho, lakini waliofanikiwa sio wale waliobahatika, ni wale waliojiandaa mapema. Usisubiri kufukuzwa kazi ndipo uanze kubeba ndoto zako. Anza leo kabla hujachelewa. Karibu kwenye sehemu inayofuata ambapo tutazungumza kuhusu watu waliopoteza kazi lakini leo wanaingiza mamilioni kupitia biashara ya mtandaoni. Usikose, bonyeza subscribe, like video hii na washirikishe wengine. Nifuate sasa kwenye sehemu ya 7, hadithi ambayo ni halisi za mafanikio, waliopoteza kazi na sasa ni mabilionea. Asante na nikutakie siku njema.